jinsi ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu bila kupotea. Ndio somo letu la leo, Krismasi ya kweli. Tunaangalia namna ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu bila kupotea. Unaweza ukaanza kuibua maswali, kumbe naweza nikashangilia kuzaliwa kwa Yesu, nikala pilau, ubwabwa, soda, wengine wanakunywa na vile vibia na waini na pombe mbalimbali kama sehemu ya kusherekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe unazidi kupotea. Sasa usherekeeje ili usipotee? Karibu katika somo la leo. Basi tuombe kwanza. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya Yesu ambaye aliacha enzi na mamlaka yake ya kiungu, akaja akazaliwa katika umbile la kibinadamu, nasi tukauona utukufu wake. Basi Mfalme, tusaidie kuelewa vina vya hili somo, ili mwisho wa siku tusherekee kuzaliwa kwako bila kupotea, katika jina la Yesu, amen. Nimejifunza duniani sikukuu 5 kubwa ambazo zinasherekewa duniani kote na mabilioni kama sio mamilioni ya watu. Ya kwanza ni sikukuu inaitwa mwaka mpya. Mwaka mpya inasherekewa na watu wengi sana. Sikukuu ya pili ni Krismasi. Katika orodha ambazo nimezifuatilia inasherekewa na billions of people. Lakini kuna sikukuu ya tatu, ni sikukuu ya mwaka mpya wa Kichina. Mwaka mpya wa Kichina unasherekewa na watu wengi sana. Sikukuu ya 4 ni sikukuu ya Wahindi, kubwa sana ya Kihindi, inaitwa Diwali. Sikukuu ya 5 ni sikukuu inaitwa Eid al-Fitri. Hiyo tunaita sikukuu ya Idi ya wenzetu wa umma wa Waislamu. Lakini katika sikukuu hizi 5, sikukuu ambayo ni heavy, ni nzito, ni kubwa, ambayo inatamba ulimwenguni kote, ambayo inasherekewa na mabilioni ya watu, ni sikukuu inaitwa Krismasi. Ndio sikukuu namba 1 kwa kushangiliwa na watu bila kujali dini, kabila zao. Krismasi ndio ni sikukuu ambayo inakadiriwa kusherekewa na watu zaidi ya bilioni 2 ulimwenguni kote, zaidi ya 1/3 ya wanadamu wote ulimwenguni. Lakini pia inasherekewa kama sikukuu zaidi ya nchi 160, na katika hizi zaidi ya nchi 150 Krismasi kwao au na kwetu kama hapa Tanzania ni sikukuu na ni siku ya mapumziko. Watu hatufanyi kazi, tunafurahi, tunakula, tunasherekea. Sasa hii kitu imepelekea baadhi ya watu, marafiki zangu na watu ambao tunafahamiana, wananiuliza, kwa nini wewe hausherehekei kama tunavyosherekea sisi? Kwa nini hauna hamasa? Ni hii ikapelekea nimwombe Mungu anipe cha kusema kuhusu Krismasi. Na Mungu wetu ni mwaminifu, amenipa machache ya kushare kuhusu Krismasi na wewe. Sasa tunakwenda kuangalia Krismasi ya kweli. Kabla tuenda kwenye Krismasi ya kweli, tunaangalia facts chache kuhusu Krismasi, chache sana. Hebu tuombe tena kidogo kabla sijaenda kwenye hii kitu ambayo ni ya kina sana. Baba, ninakushukuru sana, wewe ambaye ni mjuzi, mwenye ufahamu na ujuzi wa juu sana kuelimisha na kutoa maarifa ndani ya mioyo ya wanadamu. Unisaidie Baba, na mimi na huyu rafiki yako, kwa sababu unampenda sana na umeamua kunitumia mimi kushare naye habari hizi njema. Tusaidie Bwana, ukatuokoe na kila ambacho najua kingeweza kuwa kikwazo cha kuokolewa kwetu katika somo la leo, kwa jina la Yesu, amen. Niseme mambo machache kuhusu Krismasi au sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu ambayo tunaisherekea ulimwenguni kote. Jambo la kwanza, hii sikukuu inaitwa Krismasi, ni sikukuu ya kanisa ambalo linaitwa Roman Catholic zamani,
kwa sasa jina ambalo linatumika naitwa Catholic Church. Ni kanisa ambalo ni la Kikristo, na ni sikukuu ambayo hawa watu wa Mungu waliamua. Watu wote ni watu wa Mungu, ndio maana Biblia inasema tokeni kwake enyi watu wangu, huko kwenye masuala ya Ufunuo 18:1-4. Hawa watu wa Mungu wao walikaa kama kanisa, wakaamua kuwa na sikukuu mara moja kwa mwaka kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Hao pia kwa hekima zao wakaona waifanye iwe tarehe 25 mwezi wa siku ya leo, tarehe 25 mwezi wa 12 kila mwaka. Na kwa bahati nzuri imeungwa mkono na watu wengi wa kila dini, kabila, kwa lengo lao la kusherekea na mfumo wa ibada likawa limefikiwa kwa asilimia fulani. Mimi katika kutafakari ili kuleta somo hili likae katika mkao mzuri, nikazama zaidi kwenda kujifunza historia fupi ya hii sikukuu, kwa sababu sasa inamgusa kila mtu. Lazima tuangalie na imekuja kujaje na nini. Sasa hatutaenda kwenye kuzama kwenye vitu vingi ambavyo havina ushahidi. Utaniambia nizungumzie masuala ya Nimrod, Semiramis na vitu kama hivyo. Sitakwenda sana kule. Nitakwenda kwenye kitu kimoja ambako katika study yangu fupi ya muda mfupi nilipopata mwongozo wa kuandaa somo hili niliweza kukigundua. Kwa nini tuangalie historia fupi alafu ndo twende Mungu anasema nini, alafu twende kwenye jinsi ya kusherehekea sahihi? Kwa sababu nimesoma kitabu kinaitwa Life of Reason, kimeandikwa mwaka 1905 na mtu anaitwa George Santayana. Kuna sentensi pale inasema, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Wale ambao hawawezi kukumbuka mambo yaliyopita, historia ya mambo yaliyopita, wanatuhumiwa, au mahali fulani ilikuwa nafafanua sentensi kwamba wako katika hatari ya kuyarudia makosa ambayo yalifanyika kwa nyuma, kwa sababu hawajui yaliyopita. Wewe vitu umevikutia njiani na vidandia, lazima tujue kwa nyuma. Sasa kwa nyuma huku kuna maneno mengi ambayo sina nafasi ya kuyasema yote. Niwaachie wenye sherehe yao ambao waliibuni, wana maelezo mazuri ambayo nafikiri unaweza kuwasikiliza. Lakini moja ya sentensi ambazo nilijifunza katika kufuatiliaji haya mambo, mpaka ilipofika 1000 miaka ya karne ya 12 hakukuwahi kuwepo na ushahidi unaoshikika vizuri wa kwa nini sikukuu hii isherekewe tarehe 25 mwezi wa 12, japo kuna maneno mengi ambayo kimsingi mengi hayana ushahidi wa kugusika sana, na kwa nini imekubalika sana watu wengi. Katika karne ya 12 kuna gombo moja au manuscript ya kale ya kipindi cha jambo hili wakati linaanza, ambalo liliandikwa na mtu mmoja, commentator, biblical commentator. Ni mtu ambaye alikuwa ni moja wa wachambuzi na waandishi wa maandiko matakatifu katika uchambuzi wake fulani hivi miaka hiyo ya wakati jambo hili linashamiri. Anaitwa Dionysius Barsilibi. Huyu bwana Barsilibi huyu kwenye kale kagombo kake ambako chimbuliwa inaitwa Syriac manuscript, anasema, Syriac Bible commentator, kuna sentensi mle ilikutwa inasema hivi: Christians shifted from January 6 to December 25 so that it fell on the same date as pagan Sol Invictus. Kwamba Wakristo, alikuwa anazungumzia Krismasi, Wakristo waliibadilisha kutoka katika Januari 6, maana walikuwa wanaosherehekea sikukuu hii Januari 6, na wakaipeleka Disemba 25 ili
iweze kuangukia katika tarehe ile ile ambayo wapagani wale waliokuwa wanaabudu jua iweze kuingia katika siku hiyo hiyo ambayo inaitwa Sol Invictus Holiday, ambayo ilikuwa inafanyika tarehe 25 mwezi wa 12, ambayo Sol Invictus Holiday manake to unconquerable sun god, ni Mungu jua asiyeshindwa, ambaye alikuwa anaabudiwa na watu wasiomjua Mungu wa huko Rumi, Ulaya, Mashariki, Magharibi na maeneo mbalimbali ulimwenguni. Ndio maana lilipowekwa pale, na baadhi ya masimulizi ambayo sina ushahidi nayo yanadai lengo lilikuwa ni kuwafanya hawa watu wengine ambao walikuwa ni wapagani wavutwe na Ukristo kwa kuweka tarehe ya kuzaliwa kwa Kristo sawasawa na tarehe ambayo wapagani wale waliamini tarehe ya kuzaliwa kwa Mungu wao, miungu ile. Kwa kiangalia vinaendana, basi inakuwa kubwa, na ilienda kwa kasi zaidi. Kumbuka zamani katika ufalme wa Kirumi, utawala wa Kirumi, dola ile ya Kirumi, baadaye mfalme alipoongoka, anaitwa mfalme anaitwa Konstantini, alipoongoka ilikuwa ni shuruti kufuata maelekezo ya kiongozi wa dini ya mfalme huyu, ambaye alikuwa yeye alifuata dini hii ambayo tumezungumzia habari zake, na hii habari yake ikaenda ikasambaa kwa kasi sana, na watu wengi wakashurutishwa, ikawa ni kama ni amri kusherehekea. Kimsingi ilikuwa ni rahisi kwa sababu hawa watu walikuwa wanaamini hivi vitu. Sasa ikanisababisha niangalie, je, kulikuwa kuna sherehe kama hizi zinafanyika tarehe hii? Najua umeanza kujuza maswali, jamaa mbona angalia mambo ya tarehe? Sina shida na tarehe, nataka nikulete kwenye somo langu. Sherehe za kipagani zilifanyika huko Ulaya kabla hawajamjua Mungu kupitia Yesu na wakina Paulo walivyoleta habari za Kikristo. Ngoja nikwambie, kule Ulaya zilifanyika tarehe 25 mwezi wa 12, au msimu huu wa kuelekea mwisho wa mwaka, na zipo sherehe nyingi. Kuna sherehe ilikuwa inaitwa Saturnalia, was celebrated god of agriculture, Saturn, mungu wa kilimo. Saturn sio Saturn kwa maana ya shetani, ni Saturn kama ile sayari ambayo inaitwa Saturn. Kwa hiyo huyu ilisherekewa na watu katika kipindi hiki. Kuna sherehe inaitwa Yule kwa Wajerumani. Hapa Yule, YULE, Wajerumani na wale watu wa Scandinavia. Ndio maana wa Scandinavia ni watu ambao hawamwamini Mungu kabisa, asilimia kama 70 au kama imepanda imeshuka kidogo kama 60 hivi ya wakazi wa nchi zote tajiri za Scandinavia, lakini ikifika swala la Krismasi huwatoi, kwa sababu ni Mungu walikuwa wanamwabudu mwanzo, na vitu vyake alipoporwa na baadaye kuingizwa kwenye mambo ya dini ya Yesu Kristo, wakaona ni vitu tu sawa ambavyo ni vile tulikuwa navyo sisi. Kwa hiyo hao wa Scandinavia na Wajerumani walikuwa na tabia ya kuchuma majani ya miti ya kijani na kuyaweka ndani. Ishara ya miti hiyo ni kuonesha ishara ya kuvumilia baridi, kwa sababu hiki kipindi ambacho sherehe hizi zinafanyika ni kipindi ambacho jua lilikuwa linakwenda kuchomoza baada ya kipindi kirefu cha baridi. Kwa hiyo waliweka kama ishara, kama tumesoma Mungu Saturnalia, ambaye alikuwa ni a god of agriculture, mungu wa kilimo. Kwa baada ya hali ngumu ya kupita, kuna baadhi ya majani ambayo hayajapitiwa kile kipindi, yametoka ni mazima, yaliwekwa kwenye nyumba za watu kusherekea jinsi ambavyo huyu Mungu wao aliweza kuwalindia mazao na uoto wa asili katika kipindi hiki kigumu ambacho wametokea. Lakini pia pengine huko Ulaya sherehe hii ilisherekewa kwa jina la Winter Solstice. Walikuwa wanasherekea, na sio tu Ulaya, sehemu mbalimbali za Mashariki ya Kati na wako. Kanisa lile lilipoamua kuifanya tarehe kuihamishia pale, lilivuna waumini wengi sana. Na kuna kitu nataka nikiseme, kuna babu yule ambaye ana ndevu nyingi sana, tunamuita Babu Christmas. Huyu naye
alikuwa ni Santa Cruz, ametolewa tu kutoka katika moja ya kiongozi wa zamani wa kidini ambaye alikuwa anapenda kutoa sadaka, na baadaye akaja akawa maarufu, na amekuwa maarufu sana huyu babu huyu, sanamu huyu ambaye anawekwa babu fulani hivi, yule anavaa nguo nyekundu na nyeupe na ndevu nyeupe hivi, kwa sababu ya tangazo la biashara la kampuni inaitwa Coca-Cola. Limtumia sana kujitangaza kibiashara, likamfanya akawa maarufu sana kwa kasi, na wengine wanabeba, wanavaa, wanatembea, hawajui maana yake. Ni vitu ambavyo viliingia tu. Sasa siende sana kule. Sasa hii tukio la kwenda kumuongoa mpagani kwa kupitia vitu vyake na kuvinasibisha na kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ikiwepo tarehe ule mpagani aliyekuwa anaiamini kusherekea miungu yake ya kilimo na miungu yake mbalimbali, ikiwemo kacha na desturi za kawaida za watu wasiomjua Mungu, zilipotoholewa na kujazilishwa kwenye sikukuu hii ambayo inaitwa Christmas kwa sasa, au sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25 mwezi wa 12. Inatuletea mgogoro mkubwa wa miaka yote ambao shetani amekuwa akiutumia kuangusha vizazi na vizazi. Sasa madhara yake ni nini? Madhara ya kuchukua vitu vya duniani ukavileta makanisani, alafu uvitumie vitu vya duniani kuwaongoa watu wa duniani, na ukaona matokeo yake ni kweli watu wameongolewa. Je, watu hawa wameongolewa au wameokolewa au wamebadilishwa kujiunga na kanisa au kujiunga na Mungu? Watu wengi ndani ya makanisa leo wanaridhika kuona wachawi wanatoka katika ushirikina, wanajiunga na makanisa yao, lakini wanabaki kuwa wachawi. Wezi, mafisadi wanabatizwa, lakini wabaki kuwa mafisadi. Maana ni afadhali awe mshiriki wetu, muumini wetu, lakini asiwe muumini wa Mungu. Hili kosa linatufundisha kwenye mfumo na taratibu ambazo Yesu aliziacha. Njia pekee ya kumtoa mtu katika upagani, njia pekee ya kumtoa mtu katika kuishi maisha nje ya Mungu, njia pekee ya kuwaongoa wachawi, washirikina, watu wa ajabu ajabu, mafisadi, wezi, wahuni, makahaba, mashoga na kila aina uasi, sio kwenda kuchukua vitu vyao na kuvileta kanisani ili wakiviona huku viwavutie waje. Unafanya kosa baya, na kosa hili limeendelea kushamiri. Ndio maana unakuta watu wanaimba nyimbo za duniani kanisani ili wawavute watu wa duniani kanisani. Kanisani anatakiwa akutwe Yesu amejaa kwa wingi, ili aone madhara na ubaya wa vile vya kule. Tusimletee vitu vyake huku. Kosa hili lilipofanyika, dini ilionekana kuwa na mvuto sana, na dini ikasambaa kwa kasi sana, na hata leo kuna mtu hapa bado hanielewi. Lakini nataka niseme nini? Yesu anatupa fundisho gani? Kauli mbiu ya Yesu kwa muda wote duniani katika kueneza Injili au katika kuwavuta watu, sio utamadunishi wa tamaduni za mtu huyu anayetakiwa asaidiwe kuziingiza ndani ya nyumba ya Mungu, bali anasema hivi, kitabu cha Yohana 12 mstari wa 32, anasema hivi, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Sijui kama unanielewa. Yesu anasema Yohana 12:32, nami nani? Yesu. Nami nani? Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, nikiinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Njia pekee ya kumvuta mwanadamu yeyote aliyeanguka katika dimbwi la dhambi
njia pekee, hatuna njia nyingine ya kumsababisha mlevi aache kulewa, kumsababisha malaya aache kujiuza, kumsababisha fisadi arudishe mali za umma. Hatuna njia nyingine pekee kwenye nyumba za Mungu ya kusababisha washirikina, waganga wa kienyeji, wenye majini waweze kuwekwa huru, isipokuwa kumuinua Yesu peke yake, bila kumchanganya na tamaduni au ujanja wa kuwavuta watu kutumia vitu vyao viovu, ili nyumba ya Mungu ijae, ili tuseme kanisa letu ni kubwa, ili tuseme angalau tunaenda. Na ndio maana hii inasema formalism au mifumo ya kidunia, worldly practices zinapojazwa ndani ya kanisa la Mungu, kanisa linakuwa la baridi, linapoa, nguvu ya Mungu inaondoka. Na ndio maana ukifuatilia historia ya Ukristo, ukifuatilia vizuri historia ya Ukristo, baada ya mitume kufa, wakaja wazee fulani hapo, wakina Chrysostom, wanafunzi wa Yohana yule aliyefia, aliyekuwa aleteswa kisiwa cha Patmo, Yohana the beloved disciple, mwanafunzi wa Yesu alikuwa anapendwa sana. Baada ya hapo mpaka sasa hakujawahi kuwa na nguvu ya Mungu, miujiza ya ajabu kipindi zaidi ya miaka mingapi. Sasa hivi vitu vingi unavyoona ni feki, kwa sababu watu wengi wamefanya syncretism, kuchanganya dunia na tamaduni za kidunia ili wapate umaarufu, ili wapate wajivunie waumini. Kweli wanawapata, lakini they are godless disciples, wanafunzi wasio na Mungu. Kwa hiyo hii somo tunajifunza kutoka katika tukio la hii kitu. Jambo la pili nitaka kusema tu, kabla sijasema jambo la pili, ni kukumbushe Yesu na neno lake vina nguvu kubwa kuliko utamaduni wowote. Hatuna haja ya kwenda kukopi vitu vya wa Saturnania, wakina Apollo, wapagani na mambo yao, heti tuviingize kwenye kanisa ili tutengeneze sherehe ili we na mvuto. Hawa waje, watakuja hao kama walivyo, lakini hawatakuja waliobadilishwa. Yesu na neno lake peke yake lina nguvu ya kugeuza kila mwanadamu aliyeshindikana akawezekana kwa jina la Yesu. Na ndio maana anasema, nami nikiinuliwa juu, nami Yesu nikiwa promoted, nami Yesu nikisemwa kwa nguvu na ujazo, nina uwezo wa kuwavuta wote, Waarabu, Waislamu, wa China, wa Hindu, wale wa Budha, wa Japani, wa Skandinavia wasiomwamini Mungu, na Waafrika wanaoamini utamaduni, na kila mtu wa kila kabila, lugha na jamaa, akafanywa kuwa mtu bora kabisa. Jambo la pili, kabla sijasema jambo la pili, niseme kitu kingine kidogo tu, kwamba kipindi baada ya mitume hakukuwa na kitu kinaitwa sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu inayofanyika mara moja kwa mwaka. Hasa kulikuwa na sikukuu ya Pasaka, ambayo ndio Yesu aliagiza. Pasaka hii maana yake ni sherehe ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Maana kufa na kufufuka kwa Yesu ndio jambo geni na kubwa la ajabu kuliko kuzaliwa kwa Yesu. Kuzaliwa kwa Yesu ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu ilipangwa miaka mingi iliyopita. Lakini Yesu alipita kupitia Mariamu. Sio kwamba alianzia kwa Mariamu. Angeanzia kwa Mariamu, kwamba ndo amefanikiwa kumzaa kwa mara ya kwanza, Yesu hakuwahi kuwepo, tungeona ni jambo la ajabu sana. Lakini Yesu anasema, kabla wewe Ibrahimu hajakuwepo, mimi nalikuwepo. Anajiita mimi niko mfalme wa falme, Mungu wa miungu. Aliwahi kutokea kama moto unaowaka, aliwahi kutokea kama mwanadamu, kama kamanda wa majeshi ya mbinguni mbele ya Yoshua, akamwambia, tazama mimi ni kamanda wa majeshi ya mbinguni. Kwa kutokea katika umbile la kibinadamu si mara ya kwanza kwa Mariamu, lakini kufa msalabani ni tukio jipya ambalo hata mbingu ilinyamaza kimya. Haikuwahi kumwona Mungu wa miungu, mfalme wa falme, muumbaji, ananing'inizwa msalabani. Na ndio maana Wakristo wale wa kwanza, wanafunzi wa Yesu, walipotengeneza wanafunzi wao wa kwanza, hawakuwa na hivi vitu. Kwa mfano, wakina Irenaeus mwaka 130 mpaka 200, Tertullian huyu mwaka 160 mpaka 225
25. Kuna Usa Origen of Alexandria, huyo kwa ni wa Afrika Kaskazini, wa mwaka 165 mpaka 264. Hawa walifikia hatua kuenda kuwa kama kuwa dhihaki wale Warumi, kwa sababu walikuwa wanapenda mambo ya birthday sana. Kwenye maanniversary yao ya birthday, huyu Mkristo awali alikuwa na wadhihaki kwa sababu wao waliamini tamaduni za kipagani. Lakini tunasema tunayo namna ya kusherekea hii kitu inaitwa kuzaliwa kwa Yesu. Si kwa namna hii, lakini tunayo namna ambayo Mungu amenielekeza nikushare na wewe. Sasa nikupe, kabla sijakupa hizo namna, nikupe madhara ya pili ya kusherekea vitu ambavyo ni mchanganyiko wa maagizo ya mwanadamu na desturi za kipagani, ili utakapokuwa ukisherekea, usherekea ukiwa na consciousness, kuchambua vile vinavyokufaa na visivyokufaa. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 20:12, 30 na 31. Kuchanganya mambo ya miungu na Mungu ni moja ya kosa lililokemewa vikali na Mungu wetu. Torati 12:30 mpaka 31 anasema, ujiangalie usije ukanaswa ukawafuata wakiisha kuangamizwa mbele yako, wala usije ukauliza habari ya miungu yao. Kuuliza tu, sio kukopi na kuleta kanisani, sio kuiga tarehe zao, kutengeza sikukuu ujanja ili wavute watu. Usije ukauliza, kuulizia tu. Mungu anakataza. Ukasema, mataifa haya waitumikiaje miungu yao, nami nifanye hivyo? Yaani usije ukakaa ukauliza, ukaanza kudodosa na kujua hivi duniani singeli wanaichezaje ili na mimi niweke kanisani nicheze. Sio tu kuiangalia, kuizungumzia. Hata ulizie. Usimtende kama haya Bwana Mungu wako, kwani kila yaliyo machukizo kwa Bwana ayachukiayo yeye wameifanya miungu yao, kwa maana hata wana wao na binti zao huiteketezea hiyo miungu ndani ya moto. Wakati za kusema usiulize na unafanya kosa mbele za Mungu. Na kuna kitu kamoja nikaongezea kidogo, Yeremia 10:2 mpaka 4. Bwana asema hivi, msijifunze njia ya mataifa. Usiende ukaangalia wasio na Mungu wanafanya nini ili ukopi vitu vyao. Angalia mifumo yao, jichanganye nao, ili cha kwako ndo waingizie wao, sio cha kwao kiingize huku. Wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Maana desturi za watu hao ni batili. Maana mtu mmoja hukata mti mwituni, kazi ya mikono ya ufundi na shoka hupamba kwa fedha na dhahabu, hukaza kwa misumari na nyundo, usitikisike. Haya mambo haya anasema Bwana anasema hivi, msijifunze vitu vya kwenda kuchukua miti na kuiweka ndani na kuipamba na vitu vya fedha vya kumelemeta fulani hivi. Kwa nini? Manake hizi desturi zilikuwepo tangu kipindi cha Agano la Kale. Wakina Yeremia zilivutwa zikaletwa kwenye mambo ya kidini ili kuwavuta wapagani. Badala yake tumeuingiza upagani na kanisa limekuwa la baridi, halina matokeo yale ya kimungu. Niseme nini basi? Mungu anasema, tokeni kwake nyinyi watu wangu, fanya matengenezo. Kweli ipo, hatuwezi kuikataa. Tafuta namna bora ya kujiepusha na kujihusisha na jambo lolote ambalo la duniani limeingizwa kanisani. Dunia haiwezi kuiongoa kanisa. Yesu ana nguvu kuliko dunia na mambo yake. Lakini niende kwenye pointi ya mwisho, ambayo ni pointi iliyotukutanisha mimi na wewe leo. Njia ipi bora sasa unasema nifanyeje kuisherekea hii Krismasi? Nifanyeje kusherekea kuzaliwa kwa Yesu?
niseme nini? Niseme hivi, tunaishi katika kipindi cha mwisho kabisa cha historia ya ulimwengu. Tukio kubwa na la kutisha na la kusisimua ambalo linapaswa kuumiza moyo wako sio magonjwa mlipuko kama korona, sio bomu la nyuklia kulipuka na kuangamiza dunia. Ni tukio la ujio wa Yesu mara ya pili hivi karibuni. Na wanadamu wote, adui anawalewesha na kuwapumbaza waleweshwe na mitindo na mifumo ya kidunia hii, hata wasiwe na hamasa na hamu ya ujio wa huyu Bwana wetu Yesu Kristo, huku wakiendelea na shughuli zao tu za maendeleo. Kama watakuwa tajiri, watakuwa mwimbaji mkubwa, makubwa fanya. Katika nyakati kama hizi za mwisho, unapaswa kujifunza kusherekea kuzaliwa kwa Yesu kibiblia. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:31 anasema, naam ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Njia ya kusherekea kifo, kuzaliwa kwa Yesu sio zoezi la mara moja kwa mwaka. Hekima za kibinadamu na wazee wa kanisa na kitamaduni zimeweka hicho kitu, tunakichukua kwa sababu ni siku lazima tuwepo, tule ubwabwa, watu tunakula. Hata leo kuna ubwabwa mkubwa sana na matunda na vitu vingi vinaandaliwa mahali fulani, tutaenda tutakula. Lakini anasema kusherekea kuzaliwa kwa Yesu kwa muktadha wa somo la leo ni kufuata hii, na kufa kila siku, ili Yesu azaliwe ndani yetu kiroho. Lazima sisi tukubali kufa. Kwa nini kila siku? Yako maeneo kwenye maisha yetu yana nguvu, yako hai, bado pombe zinapumua kwenye maisha yako. Hauwezi kukaa ukasema nasherehekea kuzaliwa kwa Yesu wakati wewe hujafa, ili Yesu azaliwe ndani yako. Sasa kwa nini yeye azaliwa mara moja? Kwa nini nasema azaliwa mara nyingi kwako? Na kufa kila siku ina maana kubwa ya kwamba kila siku unaacha kitu ambacho Mungu hakipendi, alafu Yesu anazaliwa kwenye hilo eneo. Kama uzinzi kwako, unapumua, uko hai, unasema nakufa kila siku, ninakufa kwenye eneo la uzinzi. Alafu ile Yesu ambaye anafundisha masuala ya usafi wa kiroho anazaliwa kwenye hilo eneo. Akizaliwa kwenye ile eneo, anasema wafalme waweze kukaa, hawezi kuwa mafalme wawili hawezi kukaa sehemu moja. Yesu anapozaliwa, mfalme wa wafalme kama alivyotunukiwa na wale majusi, magicians wa mashariki, zawadi mbalimbali, huu ufalme mwingine lazima uanguke. Kuna watu wanasumbuliwa na utapeli. Yeye ni tapeli wa kufa mtu, lakini ni Mkristo namba moja. Kuna watu wanasumbuliwa na chuki, wanasherehekea leo sikukuu ya Christmas. Kuna watu wanasumbuliwa na tamaa zisizozuilika. Kuna watu wanasumbuliwa na ukaidi kwa maagizo ya Mungu, lakini hawajui ya kwamba njia sahihi ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu ni kusherekea kuzaliwa kwa Yesu kutakakotokea kwenye maisha yangu. Kila siku nasherekea, kwa maana kila siku mimi natakiwa nife kwenye eneo ovu ambalo linaongoza maisha yangu, alafu Yesu afufuke, azaliwe kwenye hilo eneo. Yesu akizaliwa kwenye uvivu wako, tunaanza kuona uchapakazi wa kicha Mungu. Yaani kuna mambo ambayo natakiwa yafe, na kila anapokufa linazaliwa jema, ambayo hilo jema linawakilisha kuzaliwa kwa Yesu kwenye maisha, kwenye hilo eneo. Ni kuongezea fungu la mwisho, kitabu cha Wakolosai 1:27, ambao Mungu alipenda kuwajulisha. Sikiliza vizuri. Ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii. Siri gani hii? Katika mataifa. Ni siri gani hii? Nao ni nini?
Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Leo mabilioni ya watu wanasherehekea kuzaliwa kwa Yesu, lakini ndani yao huyu Yesu hajazaliwa. Hata anapokuja leo tarehe 25 mwezi wa 12, kwa mfano akaja, atapoteza wengi sana kuliko kama angekuja angalau jana. Kwa nini? Shetani amefanya deviation, ametuhamisha kwenye goli la kuzaliwa kwa Yesu. Kristo anapaswa kuzaliwa ndani yetu. Sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu ni sherehe inayosherekewa na mwanadamu kila siku kwenye maisha yake. Kale ka Bethlehem palipozaliwa, ule ulikuwa tu ni kionjo cha yule ambaye haliwahi kuwepo huko siku nyingi, na akatokea katika moto, katika mfumo wa vitu vya vingi, malaika. Alishatokea mara nyingi katika mifumo mbalimbali, lakini yeye mwenyewe akasisitiza kufa na kufuka kwake ndio kuna uzito, ila kuhusu kuzaliwa kwake, azaliwe ndani yako kila siku, kila siku, kila siku. Nikuulize mtoto wa Mungu, kweli leo kuna sherehe kubwa inaendelea duniani, billions of people, wafanyabiashara wanapata fedha, watu wanajiingizia vipato, kuna watu wengine watafanya uasi, kuna watu wanaingia kwenye ibada. Lakini ibada, Biblia inasema mwenye haki ataokolewa na maarifa. Hapa napokupa ni maarifa. Itakusaidia nini rafiki yangu mpendwa kama utakula ubwabwa, mapaja ya kuku pamoja na soda mbalimbali, lakini mwisho wa siku Yesu hajazaliwa ndani yako? Anapokuja hivi karibuni, tunakuta ndani yako ni Christless, huna Yesu. Watu wenye tumaini la utukufu ni wale ambao wanazaliwa Yesu, wanaruhusu Yesu azaliwe ndani yao. Na hizo zoezi linafanyika kila siku, linakufa kila siku. Kila eneo ambalo lina uhai wa dhambi ndani yangu linakufa kwa hilo eneo Yesu kuzaliwa upya ndani yangu. Kwa kila siku ninamwomba Mungu aendelee kuzaliwa ndani yangu kwenye eneo lolote ambalo bado naona halijakaa sawa, ili nifanyike kwa wa Mungu. Na si tukio la mara moja kwa mwaka, ni tukio la kila siku, ili anapokuja mara ya pili, anakuja kuwachukua watu ambao yeye anayekuja amezaliwa ndani yao, na wao wamekufa na yeye anaishi ndani yao. Anasema si mimi naishi, bali Kristo ndani yangu, kitabu cha 2:20 wa Galatia. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, sio mimi ninaishi, bali ni Kristo ndani yangu. Kwa maana ya kwamba kutembea kwangu ni Kristo, kula kwangu ni Kristo, kuongea kwangu ni Kristo, mapenzi yangu ni Kristo, kunywa kwangu ni Kristo. Hii ndio tunasema Christmas au sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu, ambao tunaisherehekea kila siku, ili Mungu atupatie ushindi na ushindi na ushindi. Kwa sababu anasema ole wangu mimi nisije nikawa bize na mambo ya Mungu, alafu mwisho wa siku akaja akasema, ondokeni wanafiki, sikuwahi kuwajua. Kwa nini? Kwa sababu watu hawa wananiabudu bure kwa midomo ya kibinadamu, lakini mioyo yao iko mbali nami, imeiacha sheria na maagizo yangu, wanatembea katika mapokeo na maagizo ya wanadamu. Je, unasema? Nikuulize swali. Je, na wewe unataka kuishi maisha ya kusherekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu ndani yako kila siku mpaka atakapokuja? Unataka kuona Yesu anazaliwa upya kwenye afya yako? Unataka kuona Yesu anazaliwa upya kwenye familia yako, kwa watoto wako, kwenye fahamu zako, ili Bwana anapokuja hivi karibuni akuchukue? Basi tuombe. Baba, asante kwa somo hili ambalo umenifundisha. Ninamwombea mtoto wako ambaye analisikia, naye achague mfumo huu ambao Mungu aliupendekeza. Utakapoinuliwa wewe juu, utawavuta watu wengi kwako. Basi kila tamaduni ambazo anazisherehekea Bwana, mfanye aanze kuzipuuza na kuona ni vitu vidogo vya kawaida, halafu ili ya kufa kila siku, ili wewe uzaliwe kila siku kwenye maisha yake, ili la wewe kukaa ndani yake, ili akapate tumaini la utukufu, blessed hope, Bwana likatoke kwenye maisha yake. Mbariki tangu sasa katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki sana.